Bashir Harun ni mwenyekiti wa wanachama ambao tumewekeza katika nchi hii, yani wazalishaji wa madawa nchini. Sisi tumewekeza katika viwanda mbalimbali na fursa hii ni fursa kubwa sana kwetu sisi, kwa sababu sasa tutapata wawekezaji wa nje ambao wanaweza kuja hapa kwa ajili ya kuwa pamoja na sisi, pamoja na kuongeza teknolojia na ushirikiano kwenda juu zaidi. La pili ni kwamba ni fursa kubwa kwetu sisi, kwa sababu serikali imeamua kuangalia kwa undani zaidi viwanda hivi, viwanda ambavyo vilikuwa havijawekwa sera maalum, lakini sasa tunaona kwamba serikali sasa hivi imeweka kipaumbele na kutaka kuongeza uzalishaji nchini. Kwa hiyo tuna changamoto nyingi sana ambazo tuna imani kwamba hii task force ambayo waziri ameiunda, pamoja na hii kualika wawekezaji kutoka nje, ina maana kwamba watazishughulikia changamoto zote na kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji ili viwanda sisi vilivyopo viweze kwenda juu na uwekezaji mkubwa zaidi upatikane. Kuhusiana na Loganzila, ni sehemu mojawapo ambayo ni kubwa sana, ambayo pia ni vizuri ambao wawekezaji watakuja pia wanaweza kwenda pale, lakini ni muhimu sana kwa serikali kuweka miundombinu stahiki kama vile umeme, maji, na sasa hivi tuna gesi pia ni muhimu sana, kwa sababu hizi ndio vitu ambavyo vitafanya uzalishaji uwe katika nafuu sana. Huwezi kusema kwamba changamoto kubwa ni teknolojia. Tayari sisi wawekezaji tuliowekeza tumeweka katika teknolojia za kisasa na tuna viwanda vya kisasa. Ilikuwa tatizo kubwa tulilonalo ni sera. Kwa hiyo tunashukuru kwamba serikali sasa hivi ina mwamko wa kuweka sera, na umeona katika hotuba ya Mheshimiwa Waziri leo kwamba ameweka wazi kabisa kwamba sera za kulinda viwanda. Bila kulinda viwanda hatuwezi kwenda mbali, na utakuta kwamba viwanda vyetu hapa vya madawa havikupata mazingira mazuri ya kulindwa. Sio kulindwa tu kwa sababu ya kwamba ni vya ndani, bali ni muhimu kulinda viwanda ili kuhakikisha kwamba hizi madawa yanayotoka nje yasije yakaharibu soko letu, kwa sababu kuwa na viwanda imara ndani ya nchi vina faida kubwa sana. Kwanza, vinaleta uwekezaji katika nchi. La pili, inaweka ajira katika nchi. La tatu, utakuta kwamba ni uwanja mkubwa sana, kwa sababu tuliona matatizo tuliopata wakati wa COVID, kwamba tulikuwa tumekosa madawa kabisa. Kwa hiyo ni sera za nchi mbalimbali za kwamba wanajitosheleza katika madawa, na Tanzania sasa imeweka kipaumbele katika sera hii. Tunafurahia sera hii na tuna imani kwamba sisi wa Tanzania tutanufaika na wanaokuja kuwekeza pia tutanufaika.